Takriban miaka 5 imepita tangu wakazi wa zamani wa nyumba za Bakstan walipofurushwa kupisha ujenzi wa makazi mapya ya kisasa na yenye bei nafuu. Hata hivyo, hadi leo wengi wao bado hawajarejeshwa katika makazi hayo kama ilivyoahidiwa, na hali hiyo imeendelea kuibua maswali na malalamiko kutoka kwa walioathirika. Wakazi hao wanalilia haki wakitaka ahadi zitekelezwe. Mohamed Mzee, ambaye alikuwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, anasema maisha ya familia nyingi yamezorota kutokana na kutopata makazi mbadala. Anabainisha kuwa fidia waliopewa haikuendana na uhalisia wa gharama za maisha, hivyo kuacha katika mazingira magumu ya kuendelea. Kitisha sana. Sasa ni miaka 5 bado tuko nje. Tuliahidiwa baada ya kuvunjwa hizi nyumba, baada ya kutolewa kinyama, matingatinga yanavunja nyumba, vyombo vikiwa ndani ya nyumba. Tukaahidiwa kwa maandiko kuwa baada ya miezi 12 tutarudi. Wakatupatia 240,000. Sasa hivi hiyo 240,000 wao wanatangaza kuwa wametulipa, lakini mkataba ni kuwa walitupatia ili tukakodishe nyumba karibu na hapa. Afisa wa shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Yetu, Munira Ali, anasema zaidi ya familia 500 zilizofurushwa kutoka Bakstan bado hawajafaidika na makazi mapya licha ya kukamilika kwa awamu ya kwanza ya ujenzi. Anasema hali hiyo imezua maswali mengi kuhusu taratibu wa ugawaji wa nyumba hizo. Families were evicted and a public asset was transferred under circumstances that remain hidden from the people who owned it, the public. The forced evictions of 522 families, resulting in the displacement of more than 3,500 Bakstan residents. Munira ameitaka tume ya kupambana na ufisadi EACC kuchapisha hadharani ripoti ya uchunguzi wa mradi huo ili kuweka wazi iwapo kulikuwa na ukiukwaji wa haki au upendeleo katika usimamizi wa ujenzi na upangaji wa wanufaika. EACC must release the Bakstan Point Affordable Housing Investigation Report. On this International Anti-Corruption Day, we stand with the former Bakstan tenants and other tenants affected by the affordable housing program of the government to demand truth and justice in one of the Kenya's most troubling public land transactions. The former tenants of Bakstan and other tenants affected by the affordable housing program deserve closure, and Kenyans at large deserve honesty in public land management. EACC must break the silence. Justice demands it, the public interest requires it, and the constitution obligates it. Wakazi hao kwa upande wao wamelaumu uongozi wa kaunti ya Mombasa kwa kukaa kimya kuhusu mgogoro huo, wakisema kuwa ukimya huo umeongeza wasiwasi na kutatanisha zaidi mustakabali wao. Lakini viongozi wetu walioko hapa toshangaa kwa nini hawatusaidii, wamenyamaza. Sasa kura zinakaribia, nafikiri watarudi watafute urongo waje watuambie ili tuwapigie kura. Sasa sijui watatumia lugha gani watu convince sisi tukubali tuwapigie kura. Lakini tuwaambie hivi, huu ni ujumbe tunawapatia. Kama wao wanatufanyia hivi, na sisi tutafanya vile inastahili kufanya. Sisi maskini tunapata tabu katika serikali ya Kenya. Hatujui pesa inakwenda wapi, hospitali tabu, maskuli tabu, kila kitu. Na nchi za nje inajua sisi tunakaa kwenye nyumba za manispaa. Kama hujalipa kodi yako unatolewa kwenye nyumba. Hawafikiri. Lakini sasa mimi nataka uliza hii serikali, kwa nini nyinyi Bwana Ruto nakuambia, kwa nini mnapoteza public funds zetu na economy funds zetu for sudden meetings, unnecessary meetings, and you don't implement anything in this country? Farida Ali, nikiripotia runinga ya An-Nisaa, Mombasa. Hii ni An-Nisaa TV.